Hayo yamejiri mara baada ya mstahiki meya wa jiji la Zanzibar kufika katika hospitali ya wilaya Jitimai kwa lengo la utoaji wa sadaka kwa wazazi waliojifungua siku ya jana. Nilichokifanya leo kwamba kuja kwa wazazi ambao wanajifungua ama wanaongojea kujifungua, kuja kuwapa vifaa nikiwa kama meya wa jiji, ni responsibility yangu, na pia kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi. Baada ya kuona hali ya ndani, na shauri wenzangu kwamba waje kwamba na wao waje kutoa kama sadaka yao kwa ajili ya kina mama, na sio kina mama tu, kuna wagonjwa kila aina mbalimbali ndani. Kwa hivyo wao wana fursa ya kuja kama nilivyokuja mimi, na wao wenzangu wafike kwenye matukio kama haya ili kumsaidia Mheshimiwa Rais. Unajua, kushakuwa meya wa jiji la Zanzibar, kwa hivyo ziara zinakuwa kila siku, na ziara zangu kwamba najitahidi kwamba napoelekea kwamba kusaidia viongozi wetu wakuu kwamba sisi tufanye na wao wanatufanye kwamba tuwe kitu kimoja na hili jiji ambalo linatakiwa liwe kwenye ustahi wake, usafi, huduma na vitu kama hivyo. Ndio maana ziara hazipungui na zidi kuongezeka, lakini vitu ambavyo ni vile ambavyo kuhitajika kwamba baada ya mama kujifungua na mtoto vianzio vya mapato vitakuja, na nimeshaanza kuzungumza na wenzangu kwamba kuleta yale mapato kwenye jiji, lakini labda niwaahidi wa upande wa jamii ya jiji la Zanzibar, tutapata mapato mazuri na tutafaidika, na tutakuwa sasa jiji linakuwa linang'ara kwa kupitia zile investments ambazo tunategemea kufika hapa. Kubwa tuombeane dua. Diwani wa wadi ya Kwerekwe ambaye pia ni naibu meya wa Magharibi Bi Fatma Juma Jabu ameupongeza uongozi wa jiji kwa kasi waliokuja nayo katika kuwajali wananchi wao. Napenda kuupongeza uongozi wa jiji kwa uongozi wao wa mwendo kasi. Mheshimiwa Rais hivi ndio alivyotarajia. Kwa hiyo tunashukuru sana uongozi wa jiji kwa maksudi wakasema leo, siku ya leo, waje katika hospitali yetu hii ya wilaya, waje kuwafariji wagonjwa, wazazi, wajawazito. Mimi kama kiongozi nawapongeza sana. Msaada ule utawasaidia sana, kwa sababu maisha ni maisha na kila mmoja tunamjua na maisha yake. Pale wengine ile Pampers basi mpaka saizi walikuwa hawajui wataipata wapi. Kwa hiyo ule msaada ni msaada mkubwa sana na umefika pahala penye mahitaji. Mimi napenda tu kushajihisha au kuhamasisha zaidi, kwa sababu hali tumeiona. Tunaiomba taasisi, mashirika, lakini na viongozi wengine waige huu mfano aliotufanyia viongozi wetu huyu meya wa jiji. Ni mfano wa kuigwa na mahitaji bado yanahitajika. Kwa hiyo tuombe tu waje waone na waje watekeleze. Kwa upande wake, afisa muuguzi wa hospitali ya Jitimai Robert Benjamin na Agnes Misomi Ngaya ambaye ni mzazi aliyejifungua katika hospitali wamemshukuru meya huyo kwa msaada huo ambao utawasaidia katika mahitaji kwa watoto wao. Wazazi wenyewe pia nilipokuwa pale wamefurahi kupokea, kwa sababu ni vitu ambavyo ni mahitaji ambao wanayahitaji mara kwa mara. Kwa hiyo hata kile kitu kidogo ambacho kimetolewa wamefurahi sana, kwa sababu ni mahitaji ambao huwa wanayahitaji. Kwa hiyo kwa niaba ya wazazi, kwa sababu mimi nipo kwa ajili ya kuangalia afya ya mama pamoja na mtoto, basi napenda kutoa shukrani za dhati. Lakini sasa ugeni huu sio mwanzo tu, bali uwe endelevu, kwa sababu hawa kina mama wanapata faraja, lakini pia ni moja ya vitu ambavyo wanavihitaji sana. Katika wodi yangu kwa siku huwa tunaenda mpaka kina mama 20 mpaka 30. Na hasa katika low season huwa tunafika mpaka 10 ila katika high season tunaenda mpaka 20 kitu mpaka 30 ndio huwa kikomo chetu kwa siku. Kwenye upande wa kujifungua kuna wale ambao wanajifungua kwa kawaida, lakini pia kuna wale ambao wanajifungua kwa operation. Kwa hiyo kwa siku takriban operation tunaweza kufanya mpaka 8. Hiyo ni tukio kwenye high season, lakini kwenye low season
tunaweza kufanya operation 3, lakini kila wiki pia huwa tuna operation za kupangwa ambazo kwa kitaalamu tunaziita elective cesarean sections. Kwa hiyo huwa tunapanga cesarean sections 4 mpaka 6. Kwa hiyo inategemea pia na idadi ya watu ambao kina mama ambao tutawapata kwa wiki husika. Uhitaji ni mkubwa sana, lakini kidogo tu kulingana, hiyo ni sababu ya location ya hospitali ilivyo. Hospitali ya Jitimai kidogo ni hospitali ambayo ipo mjini. Kwa hiyo ikiwa eneo la town inamaanisha kwamba wazazi wanakuwa wengi kulingana na population, na ukiangalia ipo karibu hasa na stendi. Kwa hiyo unakuta hata ule usafiri unakuwa mrahisi, ndio maana unakuta watu wengi wanapendelea kuja hapa. Kwa hiyo uhitaji wa hospitali kulingana na population bado haviendi vizuri, kwa sababu location ina population kubwa, lakini kidogo vyumba vyetu sio vikubwa sana. Kwa hiyo tunakuwa na kina mama wengi sana. Kwenye upande huo kidogo kuna baadhi ya kina mama wanakuwa na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama hospitali ya rufaa tunakuwa tunawapokea na tunatatua changamoto zao kulingana na hitaji husika. Kuna wengine wanakuja na upungufu wa damu, kwa hiyo tunajua namna ya kudili nao. Kuna wengine wanakuja labda na pressure kubwa, kuna wengine wanakuja mimba zao bado hazijafika hawajawa term, yani hawajafika miezi 9. Kwa hiyo na sisi bado tunaendelea kuwashughulikia. Kwa hiyo sisi tunawashughulikia kina mama kulingana na uhitaji wao. Mungu awabariki sana jamani, wapendwa, kwa msaada mliotupatia kama wamama. Msiishie tu hapa, mwendeni na kwingine. Mungu awabariki sana kwa pale mlipopunguza. Huduma zenu ni nzuri, tumezifurahia kama wamama. Mungu awabariki. Meya huyo amefika hospitali ya wilaya Jitimai kwa kutoa sadaka kwa wazazi waliojifungua siku ya leo, ambapo ametoa pampers, tishu za maji, sabuni na pesa taslim.